Hamjambo na habari za mchana, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, ikiwa ni ndani ya wingi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunawakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya mchana wa leo kwa tarehe 9 Julai mwaka 2026. Na asante kwa kuendelea kutuamini na kutuchagua Kivu News Info kama chanzo chako cha habari za kweli zilizothibitishwa na zilizokuletea matukio muhimu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchini na duniani. Tuendelea kukuhimiza kushirikiana nasi kwa kutuma taarifa, picha na video za matukio kutoka eneo lako, pamoja na kuendelea kufuatilia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Usisahau kusajili kwenye channel yetu ya YouTube ya Kivu News Info, kuwasha kengele cha taarifa mpya, kupenda na kushirikisha habari zetu ili kweli wafikie watu wengine zaidi. Mimi ni Telo Jilonga, basi nakualika kwa mimi mwanzo hadi mwisho matangazo yetu ya mchana leo ya tarehe 9 Julai mwaka 2026. Wakazi wengi walikuwa wamekimbia makazi yao katika maeneo mbalimbali yanayozunguka Minembwe wilayani Fizi mkoani Kivu Kusini bado wanashindwa kurejea majumbani kutokana na kuendelea kuzorota kwa hali ya usalama. Badala ya kurejea kuanza upya maisha yao, wananchi hao wanalazimika kuendelea kuishi katika mazingira hofu na kutokuwa na uhakika, huko mapigano yakiendelea kushuhudiwa katika maeneo kadhaa ya eneo hilo. Kwa mujibu wa mamlaka za wilaya Fizi, mapigano kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na waasi wa Twirwaneho ndio kuungwa mkono na jeshi la Rwanda endelea kusababisha madhara makubwa kwa raia. Leo lazima ya watu kuendelea kukimbia vijiji vyao wakitafuta maeneo salama, huku mahitaji ya kurejea nyumbani yakizidi kufifia. Msimamizi wa wilaya Fizi Sambi Kalonji Badibanga amesema kwa siku ya Jumatano tarehe 8 Julai, ndege za kivita za jeshi la Rwanda zilifanya mashambulizi mapya mabomu katika maeneo ya Rugezi, Mulima 0, Kaazaro, Bilalo 2 na Mikenge. Kwa mujibu wa taarifa yake, mashambulizi yalisababisha uharibifu mkubwa wa nyumba, mali za wananchi pamoja na kujeruhiwa kwa raia kadhaa wasiohusika na mapigano. Sambi Kalibanga amesema kwa familia nyingi ambazo zilikuwa tayari zimeanza kurejea katika makazi yao baada ya kukimbia mapigano wiki zilizopita zilazimika kukimbia tena mara baada ya kusikia milipuko na kuona mashambulizi ya angani. Wengi wao walirejea porini au katika maeneo ya hifadhi kwa hofu ya kushambuliwa na ndege zisizo na rubani maarufu kama drone zinazodaiwa kutumiwa katika operesheni za kijeshi. Kutokana na hiyo, idadi ya watu waliokosa makazi inaendelea kuongezeka kila siku. Familia nyingi ziliripotiwa kuishi bila chakula cha kutosha, maji safi, huduma za afya na mahali salama pa kujikinga. Watoto, wanawake na wazee ndio wanaendelea kuathirika zaidi, huko baadhi wakilala nje au katika vituo vya muda vinavyojaa wakimbizi wa ndani. Msimamizi wa wilaya ya Fizi ametoa wito kwa wakazi wote wa eneo hilo kuendelea kuwa waangalifu, kufuata maelekezo ya viongozi wa usalama na kuendelea kuonyesha mshikamano na kwa familia zote zilizoathiriwa na mapigano hayo. Amesema kipindi hiki kinahitaji umoja wa kusaidiana na kupunguza mateso yanayokumbwa wananchi wengi. Kwa mujibu wa mamlaka za Kongo, mashambulizi ni sehemu ya kile serikali inaeleza kuwa ni uvamizi unaofanywa kwa ushirikiano kati ya waasi wa Twirwaneho na jeshi la Rwanda. Serikali inaendelea kusisitiza kuwa vikosi vya FARDC vinaendelea kupambana ili kulinda raia na kurejesha usalama katika maeneo yaliyoathirika. Mashambulizi haya yanakuja siku chache tu baada ya tukio jingine la mabomu kuripotiwa katika eneo la Mulima mwishoni mwa wiki iliyopita. Kwa mujibu wa tawi la Fizi la Nouvelle Dynamique de la Société Civile, takriban raia 16 waliuawa na wengine 12 kujeruhiwa katika shambulio hilo. Miongoni mwa waliopoteza maisha na waliojeruhiwa walikuwa wanawake na watoto, jambo linalozua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Hadi sasa hali ya usalama katika eneo la Mikenge, Minembwe, Mulima 0 na vijiji jirani bado inaendelea kuwa ya wasiwasi. Wananchi wengi wanasema wanasubiri kurejea kwa maana utulivu ili waweze kurudi katika makazi yao, kuendelea na shughuli zao za kilimo, biashara na maisha kila siku baada ya kipindi kirefu cha machafuko. Hali ya utulivu wa Tazari imeshuhudiwa tangu asubuhi ya leo Alhamisi tarehe 9 Julai katika maeneo ya Kalembe wilayani Masisi na Kalonge wilayani Walikale mkoa Kivu Kaskazini. Utulivu unafuatia mapigano makali yaliyotokea usiku wa kuamkia leo kati ya waasi wa M23 na wapiganaji wa Wazalendo. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani, mapigano yalianza majira saa 5 usiku baada ya wapiganaji wa Wazalendo kushambulia ngome zinazodhibitiwa na waasi wa M23 katika eneo la Kalembe. Muda mfupi baadaye, milio mizito ya silaha nzito na nyepesi ilianza kusikika kwa nguvu, huku mapigano yake yakiendelea kwa saa
kuangaza hadi kufika majira ya saa 10 alfajiri. Wakazi wa maeneo wanasema usiku huo ulikuwa na hofu kubwa. Familia nyingi zilijifungia ndani ya nyumba zao na zikisubiri mapigano yaishe, huku wengine wakikimbia na kutafuta sehemu wanazozidhani kuwa salama zaidi. Miongoni mwa maeneo yaliyotumiwa kama makimbilio ni kituo cha afya cha Kalembe, ambako wanawake, watoto na wazee walikusanyika kwa hofu ya kushambuliwa na risasi zilizokuwa zikivuka maeneo ya makazi. Mashuhuda wanasema milio ya silaha ilisikika mfululizo kwa muda mrefu, jambo lililosababisha taharuki kubwa kwa wananchi. Wengi wao kuweza kupata usingizi wakihofia mapigano hayo yangeweza kuingia katikati ya makazi yao wakati wowote. Kwa mujibu wa viongozi wa kimila wa eneo hilo, baada ya saa kadhaa za mapigano, wapiganaji wa Wazalendo waliondoka katika eneo la Kalembe na kurudi kwenye maeneo mengine. Tangu alfajiri ya leo, hali imeanza kutulia hatua kwa hatua na baadhi ya wananchi wameanza kutoka mafichoni na kurejea katika nyumba zao. Hata hivyo, licha ya kurejea kwa utulivu wa muda, hali ya hofu bado inaendelea kutawala. Wakazi wengi wanasema hawana uhakika kama mapigano yamekwisha kabisa, kwani matukio aina hiyo yamekuwa yakijirudia mara kwa mara katika eneo hilo. Wengine wameamua kubaki karibu na vituo vya afya au maeneo yanayoamini kuwa salama zaidi, wakisubiri kuona jinsi hali itakavyoendelea katika saa na siku zijazo. Shughuli nyingi za kawaida kama biashara, usafiri na kilimo bado hajarejea kikamilifu. Wafanyabiashara wengi wa kufungua maduka yao, huku baadhi ya wakulima wakiahirisha kwenda mashambani kutokana na hofu ya kuzuka tena kwa mapigano. Hadi kufika sasa, kuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya watu waliopoteza maisha, walijeruhiwa au kiwango cha uharibifu wa mali kilichosababishwa na mapigano hayo ya usiku. Mamlaka za eneo pamoja na viongozi wa kimila wanaendelea kutathmini hali halisi na kukusanya taarifa kutoka katika vijiji vilivyoathirika. Eneo la Kalembe na Kalonge lipo katika mpakani mwa wilaya Masisi na Walikale limekuwa likikabiliwa mara kwa mara na mapigano kati ya makundi yenye silaha yanayowania udhibiti wa maeneo hayo. Hali imeendelea kuwa chanzo cha mateso kwa wananchi ambao mara kwa mara hulazimika kukimbia makazi yao na kuishi katika mazingira ya hofu. Kwa sasa wananchi wanaendelea kuwa waangalifu, huku wakitumaini kwamba utulivu uliorejea tangu asubuhi wa leo utadumu na kuruhusu maisha ya kawaida kuendelea bila kurejea tena kwa mapigano. Serikali ya mkoa wa Kivu Kusini imekanusha vikali taarifa zinazozunguka kwenye mitandao ya kijamii zinazotumia video ya zamani ya chombo cha habari cha France 24 na kudai kuwa inaonyesha hali halisi ya usalama katika wilaya ya Fizi. Serikali inasema kuwa video hiyo si ya matukio ya sasa bali ni ya zamani na kwamba inatumika kwa lengo la kupotosha wananchi na kueneza taarifa zisizo sahihi. Katika taarifa iliyotolewa siku ya Jumatano na msemaji wa serikali ya mkoa wa Kivu Kusini, Bwana Didier Lugawanya Bashizi, ameeleza kuwa uchunguzi ulifanywa umebaini kuwa video hiyo ilitolewa na France 24 tarehe 4 Februari mwaka 2026. Video hiyo inaonyesha wagonjwa na majeruhi waliofikishwa katika hospitali kuu ya rufaa ya Fizi kufuatia matukio yaliyotokea kipindi hicho, ambayo ni tofauti kabisa na hali ya sasa. Kwa mujibu wa serikali ya mkoa, baadhi ya watu wamekuwa kisambaza upya video hiyo kwenye majukwaa mbalimbali ya mitandao ya kijamii, huku wakidai kuwa inaonyesha mapigano yanaendelea hivi sasa katika wilaya ya Fizi. Serikali ya mkoa inasema hatua hiyo inalenga kuwafanya wananchi kuamini kuwa picha hizo ni za sasa, jambo ambalo si la kweli. Serikali ya Kivu Kusini inaeleza kuwa matumizi ya video hizo ya zamani ni sehemu ya kampeni ya upotoshaji wa habari inayolenga kubadilisha mtazamo wa wananchi kuhusu hali ya usalama katika eneo hilo. Kwa mujibu wa mamlaka za mkoa, wanaosambaza video hiyo wanataka kuonyesha kwamba makundi yenye silaha M23 na Red Tabara tayari yanadhibiti sehemu kubwa ya wilaya ya Fizi, madai ambayo serikali imeyakanusha. Katika taarifa yake, serikali ya mkoa inaeleza kuwa upotoshaji wa habari umekuwa ukitumiwa kwa silaha ya vita kwa lengo la kueneza hofu miongoni mwa wananchi, kuvunja moyo wa wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na vyombo vingine vya usalama, na pia kuzofisha imani ya wananchi kwa juhudi zinazoendelea za kurejesha amani katika mkoa wa Kivu Kusini. Mamlaka za mkoa wa Kivu Kusini zimesisitiza kuwa vikosi vya FARDC vinaendelea na operesheni zake za kijeshi kwa kushirikiana na vyombo vya usalama kwa kufuata maelekezo ya makao makuu ya jeshi. Serikali inaeleza kuwa operesheni hizo zinalenga kurejesha mamlaka ya dola katika maeneo yenye changamoto ya kiusalama, kulinda raia pamoja na kuhakikisha mipaka eneo la nchi vinaendelea kubaki salama. Serikali inataka wananchi kuwa makini wanapotumia mitandao ya kijamii. Imesisitiza kuwa kabla ya kusambaza video, picha au taarifa yoyote, ni muhimu kwanza kudhibitisha chanzo chake, tarehe iliyopigwa, kurekodiwa pamoja na ukweli wa maudhui yake. Kwa mujibu wa serikali, kusambaza taarifa ambazo hazijathibitishwa kunaweza kuongeza hofu, kuchochea taharuki na kuleta migawanyiko miongoni mwa wananchi. Serikali ya mkoa wa Kivu Kusini imekumbusha kuwa taarifa za kuaminika zinapaswa kupatikana kupitia mamlaka husika na vyombo vya habari vinavyofuata misingi ya taaluma ya uandishi wa habari. Pia wamehimiza wananchi kutokuwa sehemu ya usambazaji wa taarifa za uongo ambazo zinaweza kuhatarisha usalama wa jamii na kuchangia kuenea kwa propaganda.
Kauli hii ya serikali inakuja miezi baada ya kukanushwa kwa ripoti halisi ya France 24 ya tarehe 4 Februari ikionyesha hali ya majeruhi waliokuwa wakipokelewa katika hospitali kuu ya rufaa ya Fizi kufuatia matukio ya wakati huo. Kwa sasa serikali inasema picha hizo zimeondolewa katika mazingira ya awali na kutumiwa vibaya ili kuunda tafsiri potofu kuhusu hali ya sasa ya usalama katika wilaya ya Fizi. Kutokana na hali hiyo, serikali ya mkoa wa Kivu Kusini imeendelea kutoa wito kwa wananchi wote kwa uangalifu dhidi ya taarifa za upotoshaji na kushirikiana katika kulinda ukweli, amani, utulivu kwa kutegemea taarifa zinazothibitishwa kutoka vyanzo rasmi. Kiongozi wa kisiasa wa muungano wa M23 Bertin Bisimwa ameongeza ujumbe mkubwa wa viongozi wa muungano wa waasi unaojumuisha M23, RDF, Turwaneho na Red Tabara waliowasili katika mji wa Minembwe mkoani Kivu Kusini siku ya jana tarehe 8 Julai. Ujumbe ulifanya mkutano mkubwa wa hadhara uliokutanisha mamia wa wakazi wa eneo hilo pamoja na watu waliokimbia makazi yao kutokana na mapigano yanayoendelea. Kwa mujibu wa viongozi wa ndani, ujumbe uliandaliwa na viongozi mbalimbali wa kisiasa na wa kijeshi wa muungano huo wa waasi. Miongoni waliotajwa kuwepo ni Bertin Bisimwa, msemaji wa M23 Laurent Kiauka, Fredi Kaniki pamoja na viongozi wengine wa muungano huo wa waasi. Baadhi ya waandishi wa habari pia walifuatana na ujumbe huo wakati wa ziara hiyo. Mashahidi anasema mkutano ulifanyika katika mazingira ya ulinzi mkali, huku idadi kubwa ya wananchi wakihudhuria kusikiliza ujumbe uliotolewa na viongozi hao wa waasi. Watu waliokimbia makazi yao kutoka vijiji mbalimbali vinazozunguka Minembwe pia walionekana kushiriki katika mkutano huo. Chanzo kimoja cha ndani kimeeleza kuwa lengo kuu la ziara hiyo ilikuwa ni kuwatembelea wananchi waliokimbia makazi yao na ambao kwa sasa wanaishi katika mji wa Minembwe baada ya kukimbia mapigano yaliyotokea katika maeneo mbalimbali ya milima ya Fizi na Uvira. Kwa mujibu wa chanzo hicho, viongozi walitaka kuzungumza na watu wao kuhusu hali ya maisha na kuwapa ujumbe wa kuwatia moyo. Hata hivyo, chanzo kingine chenye taarifa za kijeshi kimetoa maelezo tofauti kuhusu sababu ya ziara hiyo. Kwa mujibu wa chanzo hicho, ujumbe huo kuwa wa lengo la kibinadamu pekee, bali ulihusishwa pia na hali ya kijeshi inaendelea katika eneo la Minembwe. Chanzo hicho kinaeleza kuwa katika siku za hivi karibuni kumekuwa na juhudi kadhaa za kufikisha msaada wa nguvu mpya wa wapiganaji wa muungano huo waliopo Minembwe, lakini juhudi hizo zinakumbana na vikwazo kutokana na operesheni zinazoendelea katika maeneo yanayozunguka mji huo. Kwa mujibu wa taarifa hizo ambazo bado hazijathibitishwa rasmi na pande husika, baada ya kushindwa kufikisha vikosi vipya kwa njia zilizokuwa zimepangwa, viongozi wa muungano huo wa utumiwa walitumia ziara ya Minembwe kukutana na wapiganaji waliopo eneo hilo na kuwapatia vifaa pamoja na kuongeza uwezo wa kuendelea na operesheni zao. Wakati huo hakuna tamko rasmi lililotolewa na viongozi wa M23 kuhusu madai hayo ya kupeleka msaada wa kijeshi. Katika mkutano huo wa hadharani ulifanyika Minembwe, viongozi walizungumza na wananchi, lakini mazuii kamili ya hotuba zao haijatangazwa rasmi na vyombo vya habari vya muungano huo wa waasi. Ziara imekuja wakati ambako wale usalama katika eneo la Minembwe na viunga vyake inaendelea kuwa tete. Katika wiki za hivi karibuni, mapigano kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, makundi yenye silaha yameripotiwa katika maeneo kadhaa, hali ambayo imesababisha maelfu ya wananchi kuyahama makazi yao na kutafuta hifadhi katika maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Hadi sasa mamlaka za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hajatoa tamko rasmi kuhusu ziara hiyo ya viongozi wa waasi wa M23, RDF, Turwaneho na Red Tabara mjini Minembwe. Wakati huo hali ya usalama katika eneo inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku wananchi wakiendelea kusubiri kurejea kwa amani na utulivu. Mamlaka za afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimetangaza kuthibitishwa kwa visa viwili vya ugonjwa wa Ebola katika mji wa Kisangani, makao makuu ya mkoa wa Chopo. Taarifa hiyo imetolewa na taasisi ya kiafya ya afya umma, ukieleza kuwa hatua za haraka zimeanzishwa kuchukuliwa ili kuzuia ugonjwa huo usisambae zaidi. Kwa mujibu wa taasisi hiyo, mgonjwa huyo katika hao wawili alitoka katika eneo la afya la Niania mkoani Ituri, ambalo ndio linatajwa kuwa kitovu cha mlipuko wa sasa wa Ebola. Mgonjwa alihusishwa na eneo hilo kabla kufikishwa Kisangani. Hata hivyo, mgonjwa wa pili pia anazua wasiwasi zaidi kwa wataalamu wa afya. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, hadi sasa hajahusishwa na safari yote au mawasiliano yanayojulikana na maeneo mengine yaliyoathirika na Ebola nje ya mji wa Kisangani. Alionafanya timu ya wataalamu kuendelea kuna uchunguzi wa kina ili kubaini namna maambukizi hayo yalivyotokea. Taasisi hiyo imeeleza kuwa sampuli zilizochukuliwa kutoka kwa wagonjwa wawili zilitoa majibu chanya kupitia kipimo cha awali cha maabara kinachojulikana kama
Sierra Leone. Wakati huo vipimo vya ziada vinatumiwa teknolojia ilitona vinaendelea kufanyika ili kudhibitisha matokeo hayo kwa kiwango cha juu zaidi cha uhakika. Baada ya vipimo vya maabara, wataalamu wa afya waendelea kufanya uchunguzi wa kina kwa watu wote waliokutana na wagonjwa hao pamoja na kufuatilia historia yao ya safari na mawasiliano. Lengo ni kubaini haraka watu wanaoweza kuwa wameambukizwa na kuwapatia uangalizi wa karibu kabla ugonjwa huo hujaenea zaidi. Kwa sasa visa hivyo viwili bado havijajumuishwa katika takwimu rasmi za mlipuko wa Ebola zinazochapishwa na mamlaka za afya. Taasisi hiyo imeeleza kuwa vitaongezwa katika ripoti zinazofuatwa mara baada ya kukamilika kwa uchunguzi na kuthibitishwa rasmi kwa matokeo yote ya maabara. Mara baada ya kuthibitishwa kwa visa hivyo, shughuli mbalimbali za kukabiliana na Ebola zimeanza katika mji wa Kisangani. Timu za afya zimeanza kuimarisha mfumo wa ufuatiliaji wa wagonjwa, uchunguzi wa watu wanaokutana na wagonjwa pamoja na maandalizi ya vituo vya matibabu na hatua nyingine za dharura zinazolenga kuzuia kueneza kwa maambukizi. Ingawa mamlaka za afya hajatoa maelezo yote kuhusu hatua zinazochukuliwa, zinasema kuwa nguzo zote muhimu za mapambano dhidi ya Ebola zinaendelea kuimarishwa ili kuhakikisha ugonjwa huo unadhibitiwa mapema iwezekanavyo. Mlipuko huo wa 17 wa ugonjwa wa Ebola umekuwahi kurekodiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Safari ya ugonjwa inasababishwa na aina ya virusi ya Bundibugyo na unatangazwa rasmi na Wizara ya Afya tarehe 15 Mei mwaka huu. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni zilizotolewa na taasisi hiyo, tarehe 7 Julai, jumla ya wagonjwa 1759 waliokuwa wamethibitishwa kuambukizwa na Ebola, huku watu 600 wakipoteza maisha kutokana na ugonjwa huo. Aliyoonyesha kiwango cha vifo cha 34.1% na wazirisha kuwa Ebola bado ni ugonjwa hatari unahitaji tahadhari kubwa. Kabla kutangazwa kwa visa hivyo viwili vya Kisangani, mlipuko huu ulikuwa umeathiri zaidi mkoa wa Ituri, Kivu Kaskazini na Kusini. Kutokea kwa visa vipya katika mkoa wa Chopo sasa kunaongeza hofu ya kuenea kwa ugonjwa katika maeneo mengine ya nchi. Mamlaka za afya zinaendelea kuwashawishi wananchi kuzingatia kanuni zote za kujikinga dhidi ya Ebola. Wananchi wanahimizwa kunawa mikono mara kwa mara, kuepuka kugusa ugonjwa au miili ya watu wanaofariki bila tahadhari zinazohitajika, na kutoa taarifa mapema wanapoona dalili zinazoweza kufanana na ugonjwa huo na ili hatua za haraka ziweze kuchukuliwa. Bunge la Taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepitisha rasmi miswada miwili muhimu inayoruhusu kuridhiwa kwa makubaliano ya ushirikiano wa kiuchumi kati ya DRC na Umoja wa Falme za Kiarabu pamoja na mkataba wa kimataifa wa kakao. Hatua inalenga kuimarisha uchumi wa nchi, kuongeza uwekezaji kutoka nje na kupanua nafasi ya DRC katika biashara za kimataifa. Miswada hiyo ilipitishwa siku ya jana Jumanne tarehe 8 Julai mjini Kinshasa baada ya kujadiliwa na wabunge wa taifa. Sasa kinachosubiriwa ni kutiwa sahihi na rais wa jamhuri ili sheria hizo zianze kutumika rasmi. Mara baada ya kutiwa saini, makubaliano hayo yataipatia DRC msingi mpya kuimarisha ushirikiano wake wa kiuchumi na mataifa mengine, huku yakifungua fursa zaidi za biashara, uwekezaji wa maendeleo na viwanda vya ndani. Waziri wa biashara nje Julien Paluku ndiye anayeandaa na kuwasilisha miswada hiyo bungeni. Amepongeza wabunge wa kuipitisha. Amesema hatua ni mafanikio makubwa katika juhudi za kufanya DRC iwe nchi imara na yenye uwezo mkubwa wa kujitegemea. Akizungumza mbele ya wabunge, Julien Paluku alisema kuwa kupitisha miswada hiyo, bunge limeipa nchi zana muhimu za kisheria zitakazosaidia kuimarisha hatua kwa hatua uhuru wa kiuchumi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri alieleza kuwa lengo kuu la makubaliano ni kuongeza nafasi ya DRC katika soko la dunia, kuhamasisha upatikanaji wa malighafi ndani ya nchi badala ya kuzuia uzikiwa ghafi, kuvutia wawekezaji wapya, kupanua ushirikiano na wa kiuchumi wa mataifa mbalimbali pamoja na kuongeza nafasi za ajira kwa wananchi. Akizungumzia makubaliano yaliyofikiwa kati ya DRC na Umoja wa Falme za Kiarabu, Julien Paluku amesema kuwa makubaliano yameweka mfumo wa kudumu ushirikiano wa kiuchumi unaolenga kurahisisha uwekezaji, biashara na bidhaa muhimu ya hudumu pamoja na usafirishaji wa mahitaji kati ya pande zote mbili katika mazingira yenye ulinzi wa kisheria. Kwa mujibu wa waziri huyo, DRC na Umoja wa Falme za Kiarabu tayari zimeanza mazungumzo ya kimkakati yatakayowezesha ushirikiano kati ya sekta mbalimbali muhimu. Miongoni mwa sekta hizo ni uchimbaji wa madini kwa uwajibikaji, uhamasishaji wa teknolojia za kisasa, mafunzo ya wataalamu pamoja na kujenga uwezo wa taasisi mbalimbali za nchi. Makubaliano yanatarajiwa kuharakisha upatikanaji
upatikanaji wa masoko kati ya DRC na Umoja wa Falme za Kiarabu, wakitoa nafasi kwa maendeleo ya sekta za miundombinu, nishati, madini, kilimo na viwanda, mawasiliano na simu na huduma za kifedha. Kwa upande wa mikataba ya kimataifa wa kakao na uliosainiwa mjini Abidjan, Waziri Julien Paluku amesema zao la kakao linaendelea kuwa miongoni mwa mazao muhimu yanayoingiza fedha nyingi za kigeni katika nchi nyingi zinazoendelea, huku likitoa ajira kwa mamilioni ya wananchi. Amefafanua kuwa mkataba huo unatambua nafasi muhimu ya sekta ya kakao katika kupunguza umaskini, kuongeza kipato kwa wakulima wadogo na kusaidia utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu duniani. Kwa DRC, kuridhia mkataba huo kunatarajiwa kuwapa wakulima wa kakao fursa kubwa zaidi ya kupata masoko ya kimataifa, kuongeza tathmini ya mazao yao na kuvutia wawekezaji katika sekta ya kilimo, hasa katika maeneo yenye uwezo mkubwa wa kuzalisha kakao. Julien Paluku pia amekumbusha kuwa hatua ya kuridhia makubaliano hayo inazingatia ibara ya 214 ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo inataka mikataba ya biashara, mikataba inayohusu fedha za umma au inabadilisha sheria za nchi pitishwe kwa anza na bunge kabla ya kuanza kutumika. Miswada hiyo ilikuwa tayari imepitishwa na Seneti tarehe 3 Julai kabla ya kuwasilishwa katika bunge la taifa kwa hatua ya mwisho ya kuzainishwa. Iwapo rais wa Jamhuri atatia saini katika siku zijazo, makubaliano yataanza kutumika rasmi na tarajiwa kuimarisha mfumo wa sheria za ushirikiano wa kiuchumi wa DRC na mataifa mengine. Serikali inaamini kuwa hatua itasaidia kupanua masoko ya bidhaa zinazozalishwa nchini, kuvutia wawekezaji zaidi, kuongeza mapato ya taifa na kuhakikisha maendeleo ya sekta za kilimo, viwanda na biashara kwa manufaa ya wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ni hapo ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya mchana leo, kwa ni tarehe 9 Julai mwaka 2016 kupitia Kivu News Info. Asante sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi na kutuamini kwa chombo chenu cha habari za kweli zenye uwajibikaji na zinazoweka mbele ya maslahi ya jamii. Endeleeni kushirikiana nasi kwa kufuatilia mitandao yetu ya kijamii, kushiriki taarifa zetu na kukutumia maoni yako pamoja na habari kutoka eneo lako. Kumbuka Kivu News Info ni sauti yako kwa habari za ukweli na kwa wakati sahihi. Mimi ni Eloge Longa na kwa kutufuatilia. Tuendelea kuletea habari nyingine katika vipindi vyetu vijavyo. Basi bye bye na chao, tukutane tena katika taarifa zetu za jioni.